Samki hapa ndani kafosi mazingira hapo kati kwanza hapo. Nadhani mida nitarejea. Unaelewa tena mazingira yetu. Mke wangu. Una swali gani ya kuniuliza mimi sasa hayo? Mimi nimekwambia naenda kufosi mazingira. Wewe tulia nyumbani, mimi narudi hapa. Mwanangu, mimi tuzungumze mimi na wewe vizuri. Naona tukae chini tuzungumze. Tuzungumze nini? Kaa baba watoto tuzungumze. Sikiliza. Yaani mimi ukikaa tutaelewana vizuri. Sasa subiri. Kwa utaratibu huu. Nipo ndani mabegi nirudi kwetu. Subiri. Sijaua mimi. Sikiliza. Tutaongea baadaye. Sasa hizi nachelewa kidogo nimepigiwa simu ya. Unafanya kazi gani? Tulia mke wangu nakuelekeza. Naomba tu niambie uko unafanya kazi gani? Tutaongea baadaye sawa. Maana hivi vikoba hivi jamani, wanavaga wanaokaba hivi. Sasa subiri. Usianze mimi utaratibu usiuelewe. Sikiza. Naomba unisikilize na nisikie. Wewe nisubirie. Kama kuna maongezi na mimi tutaongea baadaye. Sasa hizi nawahi kidogo nimepigiwa simu. Sasa unaniachaje mndani? Maana tena mboga yenyewe hujaniacha. Ndio maana nimekwambia narudi sio muda mrefu. Mazingira yatakaa safi tu, mimi naenda kuforce hapo sio. Hauna hata 1000 mfukoni. 1000 hapa mimi sina na kucheki. Wanaume bwana na kwamba wameweka hela naenda kupatia bibi mdogo kula. Ngoja mimi nikukague. Sasa huo utaratibu mke wangu sio. Mimi siwezi kukubali. Subiri sasa. Basi nipe hata 1000 tu. Unanipanda kichwani. Basi nipe hata 1000. Wewe ni mke umndani, inabidi utulie unisikize mimi. Sawa, hata kama mimi mke wako, kama mke wako ni shida na njaa. Sasa mwanamke anaanza kunisearch mimi, hiyo ina maana gani? Basi sawa mwanangu. Tulia. Twende nyumbani ukale. Sawa tu. Ai na maharage. Acha zangu kusaidia maana. Ana ukula. Shida yangu ni kula lakini njaa inanimwaga mimi asijui. Shoga mimi simama tena. Mambo mengi yanashitokeza. Hata simu yangu imezima chaji. Karibu. Jessica. Njoo. Shida yangu njoo. Hapo. Safi. Mzima. Mzima. Sisi tumekuja hata bila hodi na unaingia hivi. Haya na mimi nakuona karibu. Asante. Mambo vipi dada Irene? Safi. Vipi kwema huko utokako? Kwema kaka. Kulikoni? Kilichonikuta huko. Acha tu. Pale nilifika tu njiani nimepoa tu mkoba na mwizi. Alafu huko kwenye mkoba kuna hela, kuna simu. Sijafanikiwa kupata huo mkoba. Au hao waizi wametoka wapi tena dada kukupona? Na wakati haya maeneo yetu tunajua ni salama kabisa. Wametoka wapi hao waizi? Itakuwa kweli maana ule mtaa
Changamoto kwa sababu unapita kule hivi. Haipendezi. Sawa. Dadangu Irene, wala usijali, nitakununulia tena huo mkoba. Kaka, nitashukuru sana. Nakupenda kakangu. Usijali kabisa mke wangu. Naomba uniandalie chai niwahi kazini. Sawa mama. Wahi, nataka niwahi kazini. Na ndio ilikuwa matarajio yetu kwamba waweze kuongezeka ili Wewe Maloni? Abe mume wangu. Vipi uko jikoni chakula vipi? Ndio naandaa dakika 2 tu. Mwenzio nimekaa humu ndani mpaka naona tumbo linaenda kukatika, njaa inavyouma. Ndio naenda kutoa moto tayari kimeshakuiva. Kama ni wewe? Ni bwana, hebu niache kwanza. Sasa nikuache kitu gani sasa tena? Huko ulikotoka sana? Salama lakini sio sana. Kuna nini tena? Na miumbo iko hapo jirani hapo. Nimtoa bao kinome. Sasa maomba ndio kukimbiza hivi? Yaani sijui miumbo imetumiliziwa, mpaka nashindwa kuelewa. Hamna, niko sawa. Mbona kama bila wewe mwana haraka? Hamna, niko sawa bwana. Nikuletea maji? Niletee maji. Niletee maji basi. Karibu sasa. Pole. Poa bwana. Hii miumbo ya majirani hao. Inabidi niongee nao maji. Mbona kile wanafungaga kamba leo wameachia? Sasa mchana yani sio sheria. Huu mchana wote wanaachia miumbo usiku, ingekuwa usiku ningesema sawa. Sasa mchana wote ukweli. Umbwa kweli lakini. Umbwa bwana. Uelewi nini? Semage ukweli. Halo. Mpaka nilikuwa nasikia kelele huko. Halo, kelele za nini bwana? Maana mimi nimekwambia umbwa. Wewe elewa umbwa. Mbona kama unataka kueleza mambo mengine ambayo au ndo kazi zako zinazofanyaga? Ushakufukuzia huko. Halo, nawe sasa umeanza kuniingia maongoni, si ndio? Hamna, semaga ukweli mume wangu. Ukweli sasa nimekuambia ukweli jirani hapo, kwani hujui jirani hapo kama kuna miumbu hapo? Leo amefunga asubuhi. Sasa ndio amefungulia saa hizi sasa. Mimi na wasiwasi na wewe. Halo, kwa hiyo niamini au? Anakuamini ndio lakini basi, kwa hili baki hivyo, amini hivyo. Amini hivyo ninakwambia. Sianze kuigiza mada zingine ambazo zina msingi kwanza. Au nikamuulize jirani mimi. Ngoja kwanza niingie ndani kwanza. Taratibu. Tusemezane hapa pa ukweli. Semezane nini? Nimeshakwambia tayari ukweli gani unataka sasa hapa. Hebu tulia bwana. Usindikize sasa. Tulia sasa. Haya basi mimi nakupa hizo dakika 2 hizo, nakusubiria dakika 2 tu. Ukichelewa tu mimi naenda kazini kwangu. Haya sawa, ngoja niandae. Lakini kama unavyojua njaa inavyoniuma. Sawa. Sijui kama utakubali mimi niende na njaa. Karibu. Asante. Karibu. Kama baba. Marahaba mama. Nda nyumbani. Uko nzuri tu. Asante. Kama mama. Marahaba, ujambo? Sijambo. Karibu. Asante. Karibu mwanangu. Nimekaribia. Mama. Abe. Kilichonileta hapa. Nimemwona mwanao yupo na mwanaume huko. Hapo juu. Ndio huyu. Ndio. Anasemaje? Nimemwona mwanao yupo huko. Amesimama na mwanaume. Wewe ongea vizuri. Mtoto wangu gani? Nini naye? Huyo. Leoni. Wewe binti naomba niambie vizuri. Kuta wamekumbatiana kabisa hivi baba. Umesikia mama? Nimesikia. Sawa mwanangu, tunashukuru kwa taarifa, tumekusikia. Haya sawa mama, mimi niende. Karibu, ndo tunaandaa chakula. Asante. Yule kijana unamfahamu? Nimemwona tu, yani ndio ilikuwa mara ya kwanza kumuona, sijaimuona. Haya, mimi ngoja niende. Karibu mwanangu. Asante mama. Karibu, tunaivisha. Asante, nashukuru. Haya, msalimiage mama. Haya sawa. Haya, asante mwanangu. Haya.
Hata kuja hapa nisikie kama uko nyumbani. Laza. Haujasikia Gidi amerudi? Sijasikia mamangu. Wewe kamekuwa handsome. Gidi yule mdogo hivi. Nakwambia HB wa kwenda sio. Shoga yangu. Huwa anatakeje mama? Mimi mwenzako ninachotaka shoga yangu. Nisaidie nimiliki yani wewe wapi? Shoga yangu mbona unachelewa sana? Nimechelewa ni kwamba wewe ni mtoto wake na Ronia. Mimi sikubali. Hata mtoto wake na mimi hapo hapo. Wewe unataka tufanye nini? Yaani wewe nisaidie. Shoga yangu leo unafeli yani. Unafeli nini? Wewe unataka tufanyeje? Mimi nataka wewe wangu. Sawa, nikumbuka. Wewe tutafanyaje kumpata yule kijana? Ni mtu kwa rafiki yangu. Rafiki yako yupi? Jessica. Jessica tulikuwa naye hapa. Wewe huyo rafiki gani? Mama ni Jessica tulikuwa naye kule chini. Jessica amekuja hapa, amezungumza wewe upo na mwanaume. Tena mnashikana hadharani. Mimi? Haka. Ndio maadili yao niliyokulea mwanangu. Mama haka mimi haki ya Mungu mama hata sifanye hivyo miaka. Hivi babako anakusubiri. Sijui mwenyewe. Yaani kabla hata hajatoka ni vizuri ukaniambia kweli. Wewe nielezee babako amecharuka hapa patakuwa patoshi. Lakini mama haka business hata ndio tuko tusimama tu. Unafahamu? Kwa wapi? Pale chini pale. Mlikuwa na ajenda gani? Yaani tuko tuna mahusiano. Akaondoka akaenda huko mjini. Akaanza amerudi na tunasalimiana tu. Hamna kingine. Salimiana mpaka mkumbatiane. Mama, sija mkumbatiana. Halafu wewe njoo hapa. Ndio nilikuwa nakusubiria sana. Ulikuwa wapi muda wote? Nilikuwa kule kwa Jessica baba. Ulikuwa kwa Jessica wewe? Ongea kwa Jessica wapi? Unanidanganya mimi na akili zangu zote na uzeu. Wewe. Nataka shoga yangu unisaidie umpeleke kwa mganga huyo. Mganga. Yule mkaka msaga shoga yangu hapa. Usijali shoga yangu. Unajua mimi na mganga wangu ipo kule chini. Uwaga ananisaidia kwenye madanga yangu. Nikisema yani mganga wangu mimi nikienda. Nikisema nataka mtu fulani nimiliki. Nikisema magari hayo mtu ananiletea. Kila ninachotaka mimi ninapewa. Shoga yangu mimi hapo ndo hapa. Nataka nimiliki wewe hapa. Usijali mamangu hilo limeisha. Sawa. Sawa basi baadaye. Poa. Mume wangu. Abi. Mpaka sasa hizi bado hatujajua cha kupika. Unataka chakula gani mume wangu? Alhamdulillah mtoto wewe. Mimi chochote yani. Nataka nipike chakula ambacho utakuwa mkitamani mume wangu. Nipike. Ndiyo ni kweli lakini mimi chochote kinachotengenezwa na mke bwana wewe kubali tu yani chochote kile. Basi mimi nimetamani kupika pilau au ugali na mlenda. Kwenye pilau pale cha mtume pale la haula taniua toto yeye mlenda mimi basi mlenda mimi bibi ashaga nizuia mlenda sio wanaume katika kabila letu sio wanaume haitaki kabisa kula mlenda. Pilau ndio sawa pilau mashallah cha mtume kile nilijua tu. Mama Loni unaona hii ni udanganyifu sio udanganyifu? Huyo Jessica hajatoka hapa sio muda. Jessica amekuja ametukuta na babako hapa. Katuelezea wewe umesimama na mwanaume mnashikana ndio ya babako. Wewe unatuambia umetoka kwa Jessica. Huyo Jessica gani? Wa Jessica wako wawili. Kwa hiyo unataka unichanganya mimi akili au vipi lakini? Au na wewe umeanza kumkonyeza jikoni kwako huko? Amenikuta mimi kaita ndio nilikuwa natoka nje. Wala hata jikoni hajaingia. Sasa huyu mtoto huyu haistahili nani adhabu?
Nataka uniruhusu. Baba, nitajaribu kuzungumza naye. Mimi ninapopenda mikoba saizi. Nitashukuru sana na kukinunulia huo mkoba. Usijali mdogo wangu. Nitakununulia mkoba tena mzuri kuliko hata ule. Kaka kweli? Safi kabisa. Nitakununulia mzuri kabisa. Nani anafunga mlango? Hata sijui kaka. Fanya mpango wa kuweka mtu getini. Maana hili sio vizuri. Hebu nikamwangalie huyo. Hebu nikamwangalie. Sawa kaka. Mashallah cha mtume kile. Tajaniua mimi wewe. Pilau mimi nalipenda kweli yani pilau. Suma kawe. Unaingia tu hovyo unaingia tu bila kubisha hodi kwako Mbona unakuwa hivyo wewe kijana wewe? Unatoka wapi unakuja ghafla unaingia chooni Samani blaza. Tabia gani waanza hii? Sikujua blaza. Kala haula. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba mzito huu. Yaani mtu anaingia tu ghafla tu bila haya. Ndio mafunzo hivi siku hizi vijana leo. Hapana blaza. Samehe. Shida nini? Yaani waingia tu tajabomoa kichwa mimi huyu. Basi mwanangu ameshakuomba msamaha ndio kumsamehe. Allah haula basi mashallah. Maana Sababu tena kuingia klaoni. la haula. Sawa shemeji. Basi ameisha bwana wewe, basi ameisha. Maana hata dini inasema bwana ukiombwa msamaha basi samehe. Sisamehe mimi na bwana nasamehe basi. Lakini na yeye bwana usije kufanya. Na yeye bwana wewe shemeji yako huyu asije akakudekeza ndani. Ujichunge sana. Umeshakuwa mtu mzima basi natakiwa heshima ifuate. Unakwepo haula. Yaani unakwepo hovyo. Mtoto mzuri mashallah watakaozeshwa afu ndo waanza mambo ya kwa mbwembwe. Shika mkoba wako. Asante sana kaka. Kwa maana mkoba huu wa sana. Karibu ndani kaka. Sasa unasikia wewe? Noni. Nakupa adhabu, hakuna kula ugali hapa nyumbani. Mwezi mzima, mwezi. Tena usinisogelee ovyo ovyo makofi mimi unanijuaga. Wewe kwa nini mpiga hata kofi huyu? Unasikia kila siku unajua maneno yako unayajua. Baba Loni ndio leo. Sasa nimempa sasa adhabu ya mwezi mmoja. Unasemaje? Hapana, msamehe mtoto. Kumbe mnashirikiana. Msamehe mtoto. Alomni wewe unakula kofi. Wewe. Umsamehe kabisa. Naomba msamehe. Mwezi lakini anakamilisha. Sawa. Baba nisamehe. Nitamsamehe kumpiga lakini mwezi wa kula no anafunga huyu. Sawa. Hii itakuwa Ramadhani ya kwake peke yake. Sawa? Sasa hii hamna hii. Mimi leo hamna. Ongea ukweli kama unataka nikusamehe. Ongea ukweli. Hakuakuta Jessica mmekumbatiana kiuno kule. Basi sijamkumbatia. Mlikuwa mnafanya nini? Ongea ukweli nikusamehe. Sasa
kwa sababu hata hutaki kuongea ukweli. Adhabu nimeshakupa. Kwanza simama akachukue shoka kule kapasue kule. Fanya haraka. Hapa kazi ni mwendo mdundo. Na ugali no. Na ule wake nije anikuta hapa na bomoa ugali hapa, sawa? Sawa baba. Unanifahamu kazi yangu? Ndakuwa nakutegea. Naenda kazini kidogo narudi. Nikikuta tayari umemfikia huko pembeni anakula mimi na wewe. Sawa. Linaiva. Ole wake. Mtoto hawezi kuwahonga mwezi mzima mpaka kamilishe huyu. Sawa. Tuone kama atakuwa mzima. Mkoba kakangu, nimempata mkoba kakangu. Yaani kaka leo na fulani leo kaka. Ila ni wenyewe. Wenyewe kakangu. Wenyewe kabisa. Kabisa kakangu. Umekagua kila kitu ndani. Kila kitu kipo kakangu. Kweli? Yaani nani amekuletea? Ameniletea mkaka mmoja hivi mrefu, mwembamba hivi mweusi. Yenyewe mdogo wangu. Yaani nimemshukuru wangu. Yaani kwa maana nitamlipa. Tamlipa nini? Umemwahidi nini tena? Sijamwahidi kitu, nimwambia karibu ndani. Unaonekana wewe karimu sana huyo. Mkarimu kakangu. Yaani nimefurahi sana mkoba nimeupata. Ni wenyewe kabisa? Kabisa wenyewe kakangu, usulinulia mwenyewe kakangu. Vizuri sana ndugu wangu. Kaweke vizuri. Ila siku nyingine wewe unatembea vizuri barabarani. Sawa. Huko mnapoelekea huko, mwe mnaangalia. Sawa. Sije ikawa michezo. Maana ulipo ni binti wewe, sije ikawa michezo huko tena ukasema hivi na hivi. Unataka tu mkoba mwingine tena uzoelewe. Hamna kaka. Anda kawe. Sawa kaka. Hai. Wifi yupo wapi wifi? Wifi mtoa kidogo yupo. Mwana tena nyuma hapa. Good. Sawa kaka. Haya. Sawa. Leo karibu unapenda tupike nini leo kaka? Leo na fulani imejaa furaha. Unapenda nini ndugu wangu leo? Leo mimi nilipenda pilau tupike. Na kipi? Na maharagi. Pilau na maharagi. Kweli hapo vina connection? Ndio kakangu. No. Hapana. Pilau wali kuku. Kama unaongea point. Nimekusubiri kwa muda mrefu. Ulikuwa unasemaje? Naam, mke wangu. Nimebadilika sana. Nimebadilika kuhusu nini? Mpaka unisogee ndio anze kuniambia. Kwani ungeongea hapa bwana nisingekusikia? Jamani mume wangu, sio hivyo. Nakusikiliza. Yaani mume wangu siku hizi umebadilika sana. Kuhusu nini? Yaani unaondoka asubuhi, unarudi usiku, kwanza unijali. Kivipi? Kama kwanza tulipokuwa tunaishi. Ndio. Yaani umebadilika. Sijabadilika. Nina majukumu. Umebadilika sana. Nina majukumu mengi. Mungu, unachelewa kurudi nyumbani? Hapana. Ukiona nimechelewa basi nilikuwa ni mbali. Lakini kama niko hapa mbona huwa naweza kurudi? Hapana mume wangu. Sasa ulikuwa unasemaje? Maana sikuelewi. Kila tukikaa na unaanza unanipa mashtaka. Yaani siku hizi unijali. Sikujali unataka niwe nakufanyaje? Unawahi kurudi. Alafu bwana siku zingine nakuwa na stress na mimi. Nyingi. Mimi nakosoa huko na kwa ajili yako hapa. Alafu nikikaa bado natuma basi kaka. Endelea kukaa mwenyewe hapa nyumbani mimi. Hamna mimi. Ndugu wangu. Vipi nilikuona na binti? Sikumwelewa yule binti ya heo. Wapi yule? Yule ni rafiki yangu tu, nimekutana naye hapo chini akaamua kunisindikiza hapa nyumbani. Allahu Akbar. Asa mdogo wangu yatazahama hiyo. Maana sasa pale mimi picha sikuelewa kabisa. Yaani wewe rafiki yake na mwanamke wapi na wapi mwanaume aka rafiki yake na mwanaume na mwanamke mwenzie. Jamani mume wangu amekwambia ni rafiki yake tu, alafu sio huyo ni mtoto wa kiume. La haula. Mume wangu. Kweli? Na yeye waingilia yake. Na waingilia. Kijana wa kiume afu amekuwa. Aha. Haya, basi. Madam shilingi yako nakutetea basi. Haya ngoja tuone huko jinsi takavyokuwa yasije kuwa makubwa huko. Haya bwana. Hello. Una hapa sasa hivi jana kwa kuna mgeni anakuja.
Bwana Edgar, karibu sana. Hapa ndio nyumbani. Nashukuru sana. Karibu sana. Sawa sawa. Dada Aini. Mke wangu. Huyu ndio mgeni ndio bwana anawaambia. Kwamba tutakuwa tunasaidiana mazingira hapa nyumbani. Kama dada unakumbuka siku ile geti linagongwa, mtu hayupo akufungua geti. Unakumbuka dada? Ndio. Wewe nimeona bora tu nimlete mtu ambaye unaweza tukasaidiana hapa nyumbani. Sawa. Kiwa? Umemwona? Ndio. Bwana Edgar? Ndio. Twende tukaangalia mazingira. Sawa. Pazoea hapa nyumbani. Sawa kabisa. Twende. Unajua Gideon, mimi kuna kitu hapa nimekuita nataka nikwambie. Sema. Mimi mwenzako nakupenda. Usikishike wewe, sema usikishike. Sasa kwa nini usikishike? Kwa nini sina kigezo cha kuwa na wewe? Nataka bwana. Kwenye mtu kuna mtu tunaweza kuwa wawili tu hata ina taabu. Siwezi kumiliki wanawake wawili. Sasa mbona hivyo? Kwa nini sio mwanamke au? Wewe ni mwanamke lakini mimi siwezi. Tafuta wanaume. Fanya hivyo basi. Tulia. Sio stahili kwa mwanamke wangu. Ila kuna mtu wangu. Na mimi nitakuwa hivyo. Siwezi kuwa na wanawake wawili. Ndio basi siwezi kuwa na wanawake wawili. Sasa unaona ulichofanya. Karibu sana bwana Anton. Edgar. Twende. Twende. Action. Bwana, msicheke bwana na nyinyi. Kwa jina la mke wake ndugu yangu. Namkosa mimi, unajua hivyo unaita mama mimi.